Yes, bana, hatima Young Africans wameamua kuvunja ule ukimya ambao ulitawala hapa katikati baada ya kuachana na kocha Romain Folz. Wakampa team Patrick Mabeid kuiongoza kuhakikisha kwamba inakwenda kucheza hatua makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. Lakini wakati huo viongozi walikuwa usiku na mchana ni kutafuta nani atakuwa mwalimu sahihi wa kuja kubeba project Young Africans ambayo imeachwa mwanzoni kabisa mwa msimu. Nani atakuwa kocha sahihi wa kuja kuifikisha Young Africans katika nchi ya ahadi ambayo wao walikuwa wanatamani kufika. Sasa hizi ni taarifa rasmi kwamba Club Young Africans imefikia makubaliano ya kuingia mkataba na mwalimu Pedro Valdemar Soares Goncalves aje kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Kwa maana kwamba amekubali kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Pedro Valdemar amezaliwa mwaka 1976. Msimu uliomalizika alikuwa na kikosi cha timu ya taifa ya Angola, alikuwa kama kocha mkuu na aliifikisha katika hatua ya nusu finali ya michuano ya AFCON. Kwa maana kwamba ni miongoni mwa walimu ambao walifanikiwa, lakini katika CV yake inaonesha amepita katika vilabu mbalimbali. Amepita under 17 kwenye timu ya taifa ya Angola, amepita under 17 kwenye timu ya taifa ya Angola na senior club kwenye timu ya taifa ya Angola, kwa maana ile timu ya wakubwa sasa ya wanaume. Amecoach kama kocha mkuu kwenye hivyo vikosi. Kwa unaweza kaona namna gani CV yake imeshiba, lakini pia amefundisha baadhi ya vilabu pale Ureno, kwa maana kwamba Portugal, kwa maana ni raia wa Portugal. Hivyo basi CV yake imeshiba kweli kama ni mwalimu ambaye ameweza kuongoza kwenye kikosi cha timu ya taifa, tena taifa kama Angola ambalo ni taifa ambalo limefanya vyema zaidi kwa msimu uliomalizika. Inatosha kuipa matumaini Young Africans kwamba ni mwalimu ambaye anastahili na ana deserve. Sio sawa, hayupo kwenye level za viwango vya kina Romain Folz ambayo walimchukua na mambo yakawa ndivyo sivyo. Amefundisha vilabu vingi barani Afrika, lakini pia Ureno kule. Sasa kocha wake msaidizi, yani unajua walimu wengi huwa wanatembea na benchi lake la ufundi, kwa maana anapokuwepo yeye anakuwa na msaidizi wake, na msaidizi wake ni Filipe Pedro da Silva. Huyu naye amekuwa kama kocha msaidizi katika vilabu mbalimbali pale nchini Ureno, lakini pia amekuwa kwenye vilabu kama kwenye academy ya Lisbon, Sporting Lisbon, timu zao za vijana. Amehudumu pale kama kocha msaidizi, kama kocha mkuu, wakati mwingine akiwafundisha wale vijana wa Sporting Club ya Lisbon ya nchini Ureno. Lakini pia amepita kwenye klabu kama Eknes ya Finland, Kasa ya Ureno. Hizo ni miongoni mwa timu ambazo amewahi kufundisha kocha Filipe Pedro da Silva. Sasa hao ni makocha ambao wanakuja kuchukua nyadhifa kwenye kikosi cha Young Africans, kocha mkuu na kocha msaidizi. Kocha mkuu ni Pedro Valdemar Soares Goncalves. Hawa wote ni Wareno, wanakuja na matumaini makubwa. Waswahili wanakwambia hakuna mleno asiyejua mpira. Labda wataweza wakawa wao wa kwanza, kwa sababu hatuwezi kujua. Tulimleta Mwargentina Mingo Rigamonde, amefanya vyema kweli akiwa na Young Africans, na sasa ni zamu ya kocha kutoka taifa la Ureno naye kuja kuonesha kile ambacho anaweza kaifanyia Club Young Africans na kubeba project Young Africans kwa matumaini makubwa ambayo wao wamejiwekea kwa msimu huu, kuhakikisha kwamba wanakwenda kufika mbali zaidi kwenye michuano ya kimataifa. Lakini pamoja kwamba wanataka kufanya vyema kwenye michuano ya kimataifa, wanahitaji kutetea makombe yao ya CRDB Federation Cup FA, lakini pia kombe la ligi kuu ya NBC. Ndicho ambacho kimeumiza viongozi wa Young Africans na kuona yes, mbona huu ni wakati sahihi wa kurejea sokoni na kumchukua kocha Pedro Valdemar Soares Goncalves. Sasa Charles kwa Young Africans, kwa viongozi kuona huu unaweza kawa ni usajili bora. Wacha tuone haya ambayo wananchi wanatarajia kutoka kwa hawa makocha yatafanikiwa. Yes, bana, hatima Young Africans wameamua kuvunja ule ukimya ambao ulitawala hapa katikati baada ya kuachana na kocha Romain Folz. Wakampa team Patrick Mabeid kuiongoza kuhakikisha kwamba inakwenda kucheza hatua makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. Lakini wakati huo viongozi walikuwa usiku na mchana ni kutafuta
nani atakuwa mwalimu sahihi wa kuja kubeba project ya Young Africans ambayo imeachwa mwanzoni kabisa mwa msimu. Nani atakuwa kocha sahihi wa kuja kuifikisha Young Africans katika nchi ya ahadi ambayo wao walikuwa wanatamani kufika. Sasa hizi ni taarifa rasmi kwamba Club Young Africans imefikia makubaliano ya kuingia mkataba na mwalimu Pedro Valdemar Soares Goncalves aje kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Kwa maana kwamba amekubali kuwa kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans. Pedro Valdemar amezaliwa mwaka 1976. Msimu uliomalizika alikuwa na kikosi cha timu ya taifa ya Angola, alikuwa kama kocha mkuu na aliifikisha katika hatua ya nusu finali ya michuano ya AFCON. Kwa maana kwamba ni miongoni mwa walimu ambao walifanikiwa, lakini katika CV yake inaonesha amepita katika vilabu mbalimbali. Amepita under 17 kwenye timu ya taifa ya Angola, amepita under 17 kwenye timu ya taifa ya Angola na senior club kwenye timu ya taifa ya Angola, kwa maana ile timu ya wakubwa sasa ya wanaume. Amecoach kama kocha mkuu kwenye hivyo vikosi. Kwa unaweza kaona namna gani CV yake imeshiba, lakini pia amefundisha baadhi ya vilabu pale Ureno, kwa maana kwamba Portugal, kwa maana ni raia wa Portugal. Hivyo basi CV yake imeshiba kweli kama ni mwalimu ambaye ameweza kuongoza kwenye kikosi cha timu ya taifa, tena taifa kama Angola ambalo ni taifa ambalo limefanya vyema zaidi kwa msimu uliomalizika. Inatosha kuipa matumaini Young Africans kwamba ni mwalimu ambaye anastahili na ana deserve. Sio sawa, hayupo kwenye level za viwango vya kina Romain Folz ambayo walimchukua na mambo yakawa ndivyo sivyo. Amefundisha vilabu vingi barani Afrika, lakini pia Ureno kule. Sasa kocha wake msaidizi, yani unajua walimu wengi huwa wanatembea na benchi lake la ufundi, kwa maana anapokuwepo yeye anakuwa na msaidizi wake, na msaidizi wake ni Filipe Pedro da Silva. Huyu naye amekuwa kama kocha msaidizi katika vilabu mbalimbali pale nchini Ureno, lakini pia amekuwa kwenye vilabu kama kwenye academy ya Lisbon, Sporting Lisbon, timu zao za vijana. Amehudumu pale kama kocha msaidizi, kama kocha mkuu, wakati mwingine akiwafundisha wale vijana wa Sporting Club ya Lisbon ya nchini Ureno. Lakini pia amepita kwenye klabu kama Eknes ya Finland, Kasa ya Ureno. Hizo ni miongoni mwa timu ambazo amewahi kufundisha kocha Filipe Pedro da Silva. Sasa hao ni makocha ambao wanakuja kuchukua nyadhifa kwenye kikosi cha Young Africans, kocha mkuu na kocha msaidizi. Kocha mkuu ni Pedro Valdemar Soares Goncalves. Hawa wote ni Wareno, wanakuja na matumaini makubwa. Waswahili wanakwambia hakuna mleno asiyejua mpira. Labda wataweza wakawa wa kwanza, kwa sababu hatuwezi kujua. Tulimleta Argentina Miguel Rigamonde, amefanya vyema kweli akiwa na Young Africans, na sasa nidhamu ya kocha kutoka taifa la Ureno naye kuja kuonesha kila